Nguvu za Muumba aliyeumba mbingu na nchi hadi kufika hii leo ni jambo la pekee kabisa. Kwa yule ambaye unaungana nasi tukiwa live ama mubashara kupitia kituo chako bora cha kurusha matangazo Star TV, hujachelewa. Ndio wakati huu sasa. Langu jina ni mtangazaji wako Andrea Amos Masanja. Ni kualike kwa utulivu makini kabisa kuingia katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu, kinachokupa matumaini na kukufundisha mengi zaidi kupitia watumishi mbalimbali ambao wanafanya kazi ya Bwana kwa kupitia misukosuko ya hapa na pale, lakini kuhakikisha kwamba unaendelea kufunguliwa akili, lakini pia kuhakikisha kwamba unaendelea kuguswa kwa kila nyanja katika maisha yako ili kumjua Yesu Kristo ni nani katika mapambano yako ya kila siku katika ulimwengu huu wa sasa. Mwandaji wa kipindi hiki si mwingine ni Emmanuel Makuliga, lakini pia mpiga picha kwa usahihi na kwa makini sana anaitwa Lavet Shuku, na mrusha matangazo kwa karibu sana kupitia mitandao ya kijamii, nako pia unatupata kuandika Habari Star TV au Tumsifu Mungu, anaitwa Anastasia Charles. Mimi ni mtangazaji wako Andrea Amos Masanja. Ninayo furaha pekee kabisa, hata wewe pia na imani uko na furaha moyoni. Leo nimeweza kupata kibali na nafasi kubwa adhimu ya kuweza kukutana na mtumishi wa Mungu, na huyu pia ni mheshimiwa, ni mwanaharakati kwa muda mrefu ambaye jina lake limekuwa ni jina tajwa kwa watu wengi na kwa masikio ya watu wengi sana. Lakini pia sauti yake imekuwa ikigusa watu wengi, hususan vijana, akiendelea kudumisha amani na upendo. Lakini pia ni mwanasiasa nguli hapa nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Amewahi kushika nyadhifa mbalimbali. Nyadhifa ya kwanza amewahi kuwa mbunge wa jimbo la Singida Kaskazini, lakini pia amewahi kushiriki na kuwa naibu waziri wa masuala ya viwanda na biashara. Si hakuishia hapo, safari yake bado ikiendelea na kuwa waziri wa rasilimali pamoja na utalii. Yote haya ni manufaa makubwa sana ambayo Mungu ameweza kumpatia, ama kibali cha pekee kuweza kufanya kazi ya Bwana. Huenda una shauku kubwa sana kufahamu ni nani huyu niliye naye hapa. Moja kwa moja bila kupoteza wakati, acha niungane naye, na kabla ya hapo kuwepo kwake hapa kuna mada kabambi kabisa ambayo tumeiandaa, na ndio itakuwa ni joto na vuguvugu kubwa ambayo tutaenda kuliibua kupitia maswali mbalimbali. Nawe pia unaweza kushiriki nasi kwa kupitia 0693916497. Usikose. Karibu sana mheshimiwa, na tunamshukuru Mungu kwa nafasi hii ya pekee kabisa ambayo umeweza kutupatia. Ninakukaribisha sana kwa moyo wa upendo na shukrani kwa dhati kabisa. Asante. Na imani safari yako ilikuwa ni njema kwa kweli. Safari imekuwa njema. Ndio. Imekuwa matumaini. Kila siku inazaa siku nyingine. Inazaa neema nyingine. Ndio. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana kwa zawadi ya maisha, zawadi ya afya, zawadi ya kufahamiana, na zawadi ya kuwa na kipindi chako. Sawa kabisa. Amen. Karibu sana kipindi cha Amka Tumsifu Mungu. Na imani umekuwa ni si mara yako ya kwanza kuingia katika midahalo mbalimbali na kusimama katika majukwaa ya mitandao ya kijamii kuzungumza kuhusiana na swala zima la kusisitiza amani na upendo, hususan ukiwajenga vijana kama taifa la leo na kesho pia. Mimi nakufahamu kwa jina lako kwa sababu ni mtu mashuhuri na nguli lakini bado na imani kuna wengine pia wanakufahamu majina yako, lakini wanatamani wasikie kutoka kwenye kinywa chako kwa undani zaidi kuhusu wewe, jina lako pia. Mimi naitwa Lazaro Nyalando. Ndiyo. Mzaliwa wa kijiji cha Pohama, kilomita kama 50 kutoka mji wetu wa Singida. Nimesomea pale shule za msingi, baada ya sekondari na nini, lakini mimi ni Mtanzania. Wewe ni Mtanzania. Mimi naipenda Tanzania kwa moyo wangu wote. Amen. Mimi napenda watu wa Tanzania wote. Na nadhani mwisho wa yote Mungu ametupa ruhusa kuwa na taifa hili la Tanzania. Tuna wajibu wa moja kwa moja kuliatamia, kulishika, kulitunza kwa namna yote ambayo inafaa. Amen. Shukrani sana, na nikukaribisha tena kwa mara nyingine. Kwa yule mtazamaji ambaye unatufuatilia kwa sasa, kuwepo kwa mheshimiwa huyu ambaye tuko naye hapa, hususan tunaenda kugusia na kuangazia mada ambayo inasema nafasi ya kijana katika kulinda amani. Nafasi ya kijana katika kulinda amani ni ipi? Amani hiyo tunailinda vipi kwa sasa? Maana mambo yamekuwa ni mengi kweli kweli, na ndio utakuwa ni mjadala wetu mpana na mzito ambao utaibua maswali mengi, na wewe pia unaweza ukashiriki nasi. Mheshimiwa na mtumishi wa Mungu ambaye umeendelea kufanya kazi ya Bwana. Kipindi chako. Mimi ni mwanasiasa. Okay, nimepata fursa kwa hiki kipindi.
kinachoitwa cha na Jumapili ni siku njema, ni siku ya Mungu, ni siku ya Bwana. Ninawiwa sana kwa unyenyekevu mkubwa kwa hapa. Sidhani kama mimi nastahili sana kwa kwenye hiki kipindi. Nadhani kina wenyewe. Lakini niseme kama muumini mimi moja ya agizo tulopewa kitabu kikasema jitahidi wewe na mimi kuwa na amani na watu wote. Amen. Kwa ninapozungumzia amani ni jambo ambalo naamka nalo asubuhi. Amani katika familia yako, kama wewe ni baba, familia yako, watoto, kama ni mtoto, amani na wazazi, majirani. Amani ulionayo inaambukiza. Amani ya familia inaambukiza amani ya kijiji, amani ya kijiji inaambukiza amani mpaka taifa. Na asante sana. Kabla tujaingia huko na kujikita ndani sana, sisi hupenda kumshukuru Mungu kwa kupitia njia ya maombi, na ningependa nikupe nafasi adhimu kabisa kwa kumshukuru Mungu kwa kufungua kipindi hiki. Karibu sana. Tuombe. Mungu wetu, tunakushukuru. Wewe ni Mungu ushikayo maagano yako. Sisi sote si kitu bila wewe. Rehema yako, amani yako, upendo wako uendelee kuwa nasi katika nchi hii. Tunakuomba uibariki Tanzania. Tunakuomba uibariki Tanzania na watu wake wote. Ubariki viongozi wanaoiongoza Tanzania, na hasa nikimweka mikononi mwako Rais wa Tanzania ambaye bado anaendelea kufanya kazi kubwa asubuhi, mchana na jioni, mama yetu Samia Suluhu Hassan na wale wanaomsaidia. Tunaomba utuweke sisi sote salama, na hasa tunapoenda katika uchaguzi mkuu huu. Neema yako, amani yako, upendo wako ulishike taifa letu la Tanzania. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Moja kwa moja bila kupoteza wakati, tuingie sasa kwenye mada yetu ambayo inasema nafasi ya kijana katika kulinda amani. Nafasi ya kijana kulinda amani. Na swali ambalo ningependa kujikite, ningependa kukuuliza, unaelewa nini unaposikia amani ya jamii binafsi kwako, mheshimiwa? Amani ni utulivu wa moyo. Unaamka una furaha, una upendo, unaamka nyumbani kwako uko salama, unaamka wewe mwenyewe unajisikia kuwabariki wengine, kuwagusa wengine, unaamka unachakarika na maisha yako. Mtu anaamka asubuhi anakimbia kwenda kwenye biashara zake, nyumbani kwake ni salama, watoto wake ni salama, familia yake ni salama. Anapokuwa anaondoka labda kwenda kwenye genge, kwenda kwenye biashara, kwenda kwenye kilimo, kama ni mvuvi hapa Mwanza, anakuwa na amani. Mimi niko baharini au niko ziwani Ukerewe, lakini nyumbani kwangu kuko salama. Hategemei mtu akavunje nyumba, akapige mtoto, akafanye jambo lolote kwa familia yake. Unapotembea ukiamini kwamba wewe, wazazi wako au wale wapendao wako salama, inachangia sana amani ya moyo. Na amani hii Mungu ametupa sana sisi Tanzania. Tumekuwa nayo, na wakati mwingine unakuwa na tunu kubwa sana. Hauielewi kwa sababu ipo siku zote. Ukipita nchi nyingi, kwa mfano mara nyingi nilikuwa nikipita katika maeneo kama Bujumbura kwa mfano, unakutana na watu, kila mtu anakuambia amahoro, amani. Unaenda maeneo kama ya Palestina, ya Israeli, kila mtu anakuambia shalom. Maana yake ni kwamba watu wanazingatia hilo jambo kiasi kwamba wakati mwingine unakutana na mtu porini anakuuliza ni salama. Ndio maana yake. Mnakutana tu mko mnatembea, ni salama, kwa sababu anaweza kawa adui yako. Tanzania haijawepo hilo swala. Tunatembea kwa amani, tunasalimiana kwa amani. Ni tunu kubwa mno ambayo nadhani tunaijadili, tunaifikiria, tunaitafakari, inaendelea kuzama zaidi kwamba tulicho nacho wa Tanzania, tulicho nacho nchi hii, mtu mmoja au taifa, ni zawadi kubwa sana ambayo ni lazima tuienzi, tuipende, lakini tuilinde. Sawa. Shukrani sana Mheshimiwa Lazaro Samuel Nyalandu. Wewe umeshawahi kuhudumu kama naibu waziri wa viwanda pamoja na biashara na masoko. Hali ya uchumi wa Tanzania kwa sasa unaionaje? Ninaweza kuzungumzia tu mambo machache. Uchumi ni viashiria, lakini uchumi ni uhalisia.
wa yale ambayo tunayaona. Na nikumbuke tu wakati niko viwanda na biashara, tulikuwa tunafanya kazi tu ya kufufua viwanda vingi ambavyo vimedorora hapa katikati. Lakini awamu hii ya 6 ndio imefanya kuanzisha viwanda vipi vingi kuliko vile vyote vilivyoanzishwa wakati wa uhuru. Tofauti yake ni kubwa sana. Tulijaribu kufufua, tulijitahidi, lakini kwa kweli kwa maana ya industrial productivity, uzalishaji wa viwanda, watu wengi watakumbuka nyuma ilikuwa Kenya ndio nchi ya viwanda. Bidhaa nyingi zilikuwa zinatoka Kenya, wengine wanaingiza magendo upande wa Namanga, wengine zinatoka South Africa, kabla hata China hajapanda sana. Viwanda Tanzania havikuwepo. Sasa nadhani kuna mfumuko mzuri tu wa ongezeko la viwanda vinavyohusika na kusindika mazao, viwanda vinavyoongeza thamani, viwanda vinavyotengeneza bidhaa zile ambazo zingeitwa nje. Na nadhani imeongeza tija kwa watumishi, wafanyakazi, lakini ajira ya viwanda inaajiri watu wengi. Na mimi nasema uchumi ninavyoona sasa kwa productivity ya viwanda ni hiyo. Lakini ukiangalia kipindi mimi nikiwa waziri wa maliasili na utalii, lengo letu wakati tunachukua watalii walikuwa kama 700,000. Tukasema tunataka tufikishe watalii hadi 1.5 au 2. Kwa kweli mapinduzi ya utalii yaliyoongozwa sana awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Ukweli ni kwamba ukienda Arusha, ukienda mlima Kilimanjaro, Serengeti na sehemu zingine nyingi mpaka Selous, Zanzibar, ongezeko la watalii wale tunaita quality tourist wanaokuja Tanzania, wanaokuja na kutumia fedha, wanaokuja na kutoa ajira kwa watu wetu. Na ajira sio tu wale ambao wamewa guide kwenda kutembea. Ajira ni pamoja na wale wa mama mboga mboga, wanaouza chakula, wenye migahawa, wenye hoteli. Uchumi wetu kwa ujumla unaendelea kukua kwa kasi kubwa. Na nadhani ningeweza kusema uchumi wa Tanzania unauona kwenye nyuso za Watanzania. Asubuhi Mungu anatupa mkate wetu wa kila siku. Tunakuwa na taifa ambalo watoto wanasoma. Na nitaka niseme tu kwamba ukiwa na taifa ambalo baba na mama mwenye watoto kule Sumbawanga katika kijiji fulani ataamka asubuhi watoto wake waende shule ya msingi, asifikirie juu ya ada. Wale wanaosoma sekondari, watoto waamke asubuhi, waende sekondari, wasome. Ukubwa wa uchumi ulioongezeka, na mpaka sasa hivi ukuaji wetu wa uchumi umefika 6%, ni mkubwa kuliko wote Afrika Mashariki. Return yake sasa ya mafanikio hayo inaenda kwa haya mambo ya kifamilia, afya, ukitibiwa au tu jambo likikuta, kuna huduma afya karibu. Asante sana Mheshimiwa Razalo Samueli Nyalandu. Jina lako ni maarufu sana na vijana wengi watu wengi wamekuwa wakilitumia kwa kupitia kazi na nyadhifa mbalimbali ambazo umezishika, kuona weledi na utumishi ambao unaoonyesha. Kwa kweli imekuwa ni swala la kipekee na nikupe kongole kwa swala hilo. Lakini pia tukija sasa kwa vijana wa kileo, kwa mtazamo wako kijana ana nafasi gani sasa ya kipekee katika kulinda amani ya taifa letu? Okay, kwanza tunachosema ni kwamba kijana ajifahamu yeye ni nani. Kijana ni mtu wa thamani. Hakuna taifa litafanya lolote, litasonga mbele bila kijana. Kijana ni mtu ambaye taifa kwa ujumla linajivunia. Na ndio maana taifa linalofanikiwa ni lile ambalo linawaendeleza vijana wao, kama nilivyoelezea, linawasomesha. Ni mataifa machache Afrika yamebuni hilo jambo, kwamba mtoto wa maskini, mtoto wa familia ambayo isingeweza kwa mfano kupata elimu, kwa sababu cha kwanza ni elimu, unampa fursa huyu kijana asomeshwe na ajiendeleze kielimu. Shule za misingi, shule za sekondari, vyuo vikuu. Tuna taifa ambalo linapiga kasi linaenda, maendeleo yake yanaenda kwa kasi. Lakini nafurahia kwanza ninapomdefine huyu kijana ni kijana aliyepewa fursa. Ni pamoja na hawa wanaomaliza shule ya msingi, lakini kuna fursa sasa ya upanuzi wa wigo wa VETA, hizi kujifunza fundi study popote hapa Mwanza, Shinyanga, jana nilikuwa Simiyu. Sasa kijana huyu anapopata fursa mbele yake, anaiona amani yake ni pamoja
na kesho yake, mtazamo wake ya kesho. Ndio. Ni nini anachokiona katika matumaini ya kesho yake, inajumlisha na imani aliyonayo kwake, kwa familia yake na kwa taifa lake. Na inakuja sasa swala langu kwamba amani hii kijana anaionaje? Ipo moyoni, ipo kwenye matumaini yake. Kuna changamoto, labda unaweza kumaliza shule ukasubiri mwaka au miwili ukiwa unatafuta ajira, ukiwa unajitafuta, ni mambo ya kawaida, dunia nzima haya hapo. Lakini fursa ya kuwa na amani ni lazima kijana ashiriki katika kuilinda, kwa sababu tumeikuta ipo, hatujaitengeneza, na ni lazima tuienzi, tuipe nafasi ya kututunza, kwa sababu amani inalitunza taifa. Tunu yake ni kwamba mataifa mengine yote wanawaona ninyi mna amani, wanatamani kuwa sehemu ya Tanzania. Pili, hata vijana hawa wanaofanya vurugu katika maeneo mbalimbali, mimi sidhani kama vijana wanaondoka kwenda kufanya vurugu. Wengi kunakuwa na incitement, wanakuwa incited kufanya baadhi ya mambo. Lakini vijana wenye adili, na niseme Tanzania hii ambayo tumeiona katika miaka na miongo hii, kila mtu alikuwa kijana mdogo kwa wakati fulani, anaendelea kuwa mkubwa, na hawa ambao ni vijana sasa hivi wanategemewa kuwa mababa, kuwa mamama. Amani inawahusu sana, na ulinzi wa amani hii ni muhimu tukaendelea kujadili, kushikilia, kuenzi, kwa sababu ni tunu yetu sisi wote. Amen, amen. Asante sana kwa kufafanua vizuri kuhusiana na swala hilo. Lakini pia tumetazama kwa sasa viongozi wengi wa dini na viongozi wengi wa kisiasa wanapambana kimasomaso kweli kuhakikisha amani inaendelea kudumu. Na Jumapili ya leo na imani itakuwa ni Jumapili njema, maana hata pia viongozi wa dini, kwa sababu kwa kuelekea kwenye uchaguzi Oktoba 29 kumekuwepo na msisitizo wa hali ya juu sana kuhakikisha amani inazidi kutawala. Ingawa kumekuwepo na misemo ya hapa na pale mitandaoni kuvurugika huku na kule, lakini kwa nafasi yako mheshimiwa, kwa nini sisi vijana mara nyingi ndio uchochea ama kushiriki katika vurugu hizi za kuleta magomvi katika jamii, lakini pia badala ya kuwa walinzi sasa wa kuilinda amani yetu ama tunu ya Tanzania ambayo Mungu ameweza kutupatia? Lakini labda niliweke swali lako vizuri. Tunazungumzia nchi ya Tanzania. Kwa hiyo nchi ya Tanzania haijaingia kwenye hilo swala. Sidhani kama vijana wa Tanzania wamekuwa sehemu ya migogoro, sehemu ya uvunjivu wa amani, sehemu ya kuleta fujo, sehemu ya maandamano. Tunajua yaliyotokea au ambayo yameendelea kutokea nchi za jirani bila kuzitaja, okay? Na tunajua kwa mfano wale wasioitakia nchi fulani, labda niitaje nchi ya Tanzania, wasioitakia mema, wanatumia sana mitandao kufanya incitement. Incitement ni ile mtu anaendelea kupewa maneno ya uchochezi mpaka hasira anafanya nini? Inamuingia. Leo si Jumapili, basi gombo la chuo Biblia iliandika, ikasema hasira hukaa kifuani kwa mpumbavu. Sasa vijana wa Tanzania wamekuwa ni vijana ambao mimi nasema mataifa mengine wanaangalia kwa uchu, kwa sababu nchi yetu haijawa nchi ya fujo. Haya mambo mengine yamekuwa tu ya kufikirika. Watu wanasema tutafanya hivi, tutaandamana, tutafanya nini, na kwa sababu tunayasikia yakisema. Umeona mashehe, umeona viongozi wa dini, maaskofu na wachungaji, umeona wanasiasa katika nafasi zao, mpaka uongozi wa juu wa nchi, Daktari Samia Suluhu Hassan na timu zake wanazungumzia tuilinde amani tulionayo. Kwa nini? Kwanza, hii amani hatuitafuti, ipo. Ukienda, aliniambia mtu mmoja hivi karibuni anatoka Sudan, anasema machafuko yalipoingia katika vile vikundi viwili Sudan, walichokifanya ni kwamba walikuwa wanawafuata watu majumbani, wanavunja nyumba za watu na kuchukua rasilimali zao. Kazi ya vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, mimi nadhani ukiwapita unaweza kawapungia. Ni watu wazuri kwa sababu wako pale kukulinda, wako pale kwa ajili yako. Yaani fikiria tu siku moja uondoe wote, tuseme Mwanza hapa, uambie polisi umepewa likizo miezi miwili. Kuna watu ambao hawatakuwa watu wazuri. Tunahitaji amani, lakini tunahitaji tuilinde. Tufuate sheria za nchi,
lakini tuhakikishe sisi sote tunakuwa sehemu ya kufuata hizi sheria, kwa sababu sheria ni msumeno, iko tupande mbili. Kila mtu afuate sheria ya nchi, lakini tujue tunu ya amani kwa Tanzania sisi hatuitafuti. Kwa Tanzania amani hii ipo, wajibu wetu ni kuilinda, ni kuikumbatia na kutokuruhusu kabisa dalili za rasharasha zilizotokea katika mataifa ya jirani hata zikaribie kwenye mipaka yetu. Kwa sababu ni sisi hapa Tanzania, wimbo uliumbwa wakati wa Nyerere ukasema, Tanzania karibu wasio na kwao. Hatuna sisi mahali pa kwenda. Kama likiharibika mahali huwa sisi ndio tunawapokea, wanaoga mvua, tunaomba warudi nyumbani kwao. Kwa hiyo ni muhimu sana tukajua kwanza hawa vijana, mimi ninawapenda sana vijana wa Tanzania. Wanasikia maneno mengi, lakini ninaamini kabisa vijana wa Tanzania wako tayari kuilinda amani. Hapa tupo tu kusisitiza amani hii ni kwa ajili yako wewe mwenyewe na wale wanaoacha nyumbani, kwa ajili ya wazazi wako. Ni kama unailinda nchi uipendayo, hautaki fanane na nchi ambazo zimeshindwa. Ndio. Yeah. Asante sana. Tunailinda amani ya nchi yetu na hatutaki tuonekana kama nchi zingine ambazo zimeshindwa kwa namna ulivyosema. Sawa. Tuelekee sasa, kwa sasa kila kichwa cha Mtanzania kinasubiri kwa hamu tarehe 29 Oktoba. 29 Oktoba. Oktoba 29. Mbona umeshindwa kumalizia kusema Oktoba tunatiki? Malizia kabisa Oktoba. Wacha nikuulize swali langu alafu pia nitamalizia. Ninasema kwamba uchaguzi mkuu unakaribia kwa kasi, na unazungumziaje sasa mwelekeo wa siasa nchini kuelekea hiyo Oktoba 29? Kwanza mimi nikusahishe, uchaguzi mkuu haukaribii kwa kasi. Uchaguzi mkuu uko kila baada ya miaka mingapi? Mitano. Kidogo nikuite shehe. Sasa nimeongea sana mashehe. Baada ya miaka mitano. Ni utaratibu wa kawaida kwa Tanzania. Kila baada ya miaka mitano wa Tanzania wanaenda kwenye ballot paper, wanachagua viongozi wanaowataka. Hii imekuwa kwanza ni matakwa ya katiba yetu. Ndio. Imekuwa sehemu ya mila na desturi za Watanzania. Na uchaguzi ni furaha yetu. Uchaguzi ni ushindani. Wao sio kwamba kama ulikuwa unataka kuchaguliwa uwe diwani, jirani yako kakushinda, una feel the same. Lakini mwisho wote wa Tanzania huwa wanarudi, tunaenda kuwachagua wale ambao wengi wape, na tunapata viongozi wa kutuvusha tena miaka mitano chini ya uongozi mpana wa katiba yetu ya nchi ambayo ndio sheria mama. Kwa hiyo uchaguzi umefika, na sasa wito ambao tunautoa kwa Tanzania, moja, kila Mtanzania ashiriki siku hii nzuri takatifu ya demokrasia ya nchi yetu. Kuchukua fursa ya kwenda kupiga kura ni kwenda kuionyesha Tanzania kwamba wewe ni sehemu ya nchi pendwa. Pili, unapoenda kupiga kura, ile kura yako unaenda kupigia huduma za maji, unataka ziweje, unataka elimu iendelee kuwaje, unapigia uchumi kwa mfano, unataka uweje. Vyama hivi vimekuja na sera mbalimbali, zimekuja na mkataba na wapiga kura. Unaenda kupigia kile ambacho unakitaka. Unaitakaje Tanzania ya miaka mitano? Unaondoka asubuhi, una sacrifice hiyo siku ambayo imewekwa kuwa ni siku kwa ajili ya kwenda kupiga kura. Na unapiga kura yako kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya wale ambao hawajazaliwa na kwa ajili ya wale ambao hawataweza kwenda kupiga kura, watoto wadogo. So kura yako ni wakilishi, na mimi nikasema ni lazima watu wawe proud, wawe na furaha, wawe na hamasa kuitumia hii siku kama siku maalum ya kusherehekea demokrasia ya Tanzania. Lakini niseme kitu kabla hujaninyang'anya. Kwenye mimi naangaliaga wake tangu nianza kupiga kura, watu wanaangalia, tuseme hata wakongomani wako pale wanaangalia, je, wa Tanzania wanapigaje kura? Wa ndugu zetu Afrika Kusini, Mozambique, Malawi, Kenya, inaitwa voters turnout. Ni wapiga kura wangapi wataamka asubuhi wakajipange mistari wasubiri kupiga kura zao. Hii ndio inaheshimisha nchi, inaheshimisha uongozi unaochaguliwa, na kwa kweli wewe mwenyewe ambaye unashiriki inakuweka katika kiwango cha juu sana cha ushiriki wa mema yote na demokrasia na matakwa ya katiba katika nchi.
nchi yako. Sasa nikikutazama kwa muonekano wako nadhifu, lakini pia kwa uso wako uliojaa tabasamu na ushindi, bado utakuwa umefika mapema sana pale. Mimi napigia kura kwenye kitongoji changu kinaitwa Jengo Pohama. Kwa hiyo kwa kweli tukimaliza tarehe 28 tuna jambo letu CCM. Anakuja mgombea wetu hapa. Na kama unanisikiliza kwa Mwanza, nyanda za kanda ya Ziwa, toka, kwa sababu tunataka watu kuanzia 11 tutakuwa tutafika. Tumsikilize, maana ni utamu wake unajua kama muziki siasa. Okay, tusikilize ya mwisho ya kufunga kampeni ya nchi hii. Vyama vingine nadhani wamepata fursa ya kufunga, watu wameenda, lakini sisi CCM tukifunga hiyo tarehe 28, moja kwa moja mimi naondoka kwenda kijijini Pohama, nikakae nijiandae, na nitakuwa wa kwanza kufika kabla haijafunguliwa. Kuhakikisha unalinda amani, lakini pia na vijana kuwa mfano wa kuigwa kwako. Yaani nikishamaliza tu kupiga kura na post ili kwanza tuseme kwanza kura zitapigwa, watu watarudi kwenda majumbani. Sisi hiyo mchana fikiri tumeandaa na barbecue kabisa, tunachoma mbuzi. Ninachosema ni kwamba Tanzania ni nchi ya furaha, Watanzania ni watu wa amani, Watanzania wanataka washiriki kuichukua nchi yetu katika hatua hii tulipo. Changamoto zozote tunazokutana nazo kama taifa tuzitatue katika dawati la amani. Sawa, tuzitatue katika dawati la amani. Natamani ningekuepo nawe pia nikikushuhudia ukidondosha kalamu yako pale. Sasa tuelekee kwa swali jingine hapo. Tunasema kwa uzoefu wako kwenye siasa, kwa sababu wewe ni wa muda mrefu sana, unadhani mazingira ya uchaguzi wa mwaka huu ni huru na shirikishi vya kutosha? Moja, nafikiri uchaguzi huu umeandaliwa vizuri. Uchaguzi huu umeandaliwa vizuri kwa maana kwamba viashiria vya uchaguzi mzuri ni kuna uhuru wa wanasiasa kwenda katika majukwaa ya siasa. Kama unagombea udiwani labda katika kata moja ya Nyamagana, kwa chama chako uko huru kuwaita wanachama na wananchi waje wakusikilize? Kila mwanachama, kila mgombea amekuwa huru kufanya mikutano ambayo ameitisha. Tumeangalia mikutano ya madiwani nchi nzima, na mimi nimeshiriki baadhi ya mikutano ya wabunge nchi nzima. Nimeangalia mikutano ya mgombea wetu wa urais nchi nzima. Unachokiona ni kwamba watu wanatoka kwa maelfu na kwa maelfu na kwa bashasha na kwa amani, wakiwa wamejipanga mstari mapema. Nimeona mikutano, kwa mfano tulienda Tunduma kwa mfano, sehemu nyingi nchi hii, mkutano wa asubuhi watu wamekeshea pale. Kwa hiyo kwanza Tanzania ni nchi ya kuigwa. Hakuna watu waliofanyiwa fujo kwa sababu wametoka kushiriki mkutano wa siasa. Hakuna watu waliofanyiwa fujo kwa sababu walikuwa naenda kwenye mkutano wa siasa. Na nazungumzia tu vyama vyote vinavyoshiriki katika uchaguzi mkuu. Kwa hiyo maandalizi ambayo wenzetu wanaosimamia tume huru wameyafanya yamekuwa ya kuigwa. Maandalizi ambayo nayaona yamefanywa na vyama vya siasa kushiriki kutoa sera zao yamekuwa ya mfano, na mimi nadhani uchaguzi huu ukipita unaweka, wanasema unaweka ya juu sana katika ushiriki wa watu, ushiriki wa wananchi katika shughuli hii ya kidemokrasia. Sawa. Unaweka ushiriki mzuri katika masuala ya kidemokrasia. Kabla sijakuuliza swali jingine, kuna macho ya watu wengi ambao tutazama leo ya dunia nzima na Tanzania kwa ujumla, wanakutazama na kujivunia uhodari na uongozi wako ambao unaufanya kwa sasa na kupambana na vijana. Huyu anasema kwamba anaitwa Omari Mikoi, ni Porofiji. Anasema kwamba nawasa vijana wenzangu tulinde amani na kutunza vivutio. Hakika Mungu ataendelea kuwa nasi. Lakini huyu anasema kwamba wewe ni shujaa, bado ni kiongozi wetu na kuombea sana, endelea kuliwazia mema jimbo letu. Asante. Kuna mtu huyu amesema uendelee kuliwazia mema jimbo letu. Mbe jimbo la liwazia mema na anakuja kupiga kura. Na mimi nawaomba wana jimbo wa Singida Kaskazini tujitokeze kwa wingi sana. Wewe ni kama baba kule la kutazama. Tukielekea katika swali jingine ambalo linasema kwamba kumekuwa na maoni mbalimbali kuhusiana na nafasi ya kuhusiana na vyama vya upinzani
kwenye uchaguzi huu. Wewe una mtazamo gani kama nguli wa siasa? Moja, nafikiri tuliweke katika mapana yake. Uchaguzi ni kama vile ni ushindani. Kutakuwa na timu ya Yanga, kutakuwa na timu ya Simba, kutakuwa na timu zile zingine zinazojaribu, kutakuwa na Singida Black Stars na kadhalika. Lakini hawa wote wanakwenda kuzungumza na mtu mmoja Mtanzania. Waombe ridhaa ya mtu mmoja Mtanzania, waingie katika fursa ya kumuongoza kwa kipindi ambacho kimeamuliwa kikatiba. Nadhani mfumo wetu uliopo sasa wa vyama vingi vya siasa, moja unatoa fursa, haujatoa limit kwamba ni vyama 5 au ni 10. Mfumo wa Tanzania umeruhusu vyama vyote vya kisiasa vilivyosajiliwa kisheria, vinavyotimiza matakwa ya kisheria ambayo lazima CCM watimize, lazima vyama vingine vyote vinavyoshiriki kwa mfano watimize yale matakwa ya kisheria, ndio waruhusiwe na tume huru kuweka wagombea waweze kuingia katika ushindani wa kisiasa. Na wanapokuwa kama tunavyoona, wale wanaogombea urais wanaendelea na kampeni, wale wanaogombea na udiwani vyote wanaendelea na uchaguzi. Kwa hiyo mimi nadhani dhana ya iliyopo ya ushiriki na ushirikishwaji wa vyama mbalimbali vya kisiasa Tanzania ni mzuri, na mimi naamini kwamba tunapoendelea mbele ni muhimu kila chama cha siasa kikajikita katika kuheshimu na kufuata misingi na matakwa ya sheria, ili maandalizi na utayari wao wa ushiriki uwepo. Na mimi nadhani sasa hivi tunachokiona, mimi nilikuwa naangalia tu kwa ujumla kwamba je, vyama vya siasa vinashiriki? Vyama vya siasa vinashiriki, wameweka bendera zao. Je, Watanzania wanao uhuru wa kweli kumchagua kiongozi wa chama hiki au chama hiki? Ndio. Watanzania wanao uhuru. Watanzania wanaangalia sera, wanaangalia ilani za uchaguzi za vyama. Watanzania wanaangalia uzoefu wa hiki chama cha siasa. Watanzania wanaangalia uzoefu wa wale viongozi ambao wamekuwa sehemu ya uongozi. Wanapima vitu vingi na wanaenda kupiga kura. Kwa hiyo niseme na watu wa mataifa mengine wanaotuangalia, nchi hii inaingia kwenye uchaguzi ambao ni wa halali, uchaguzi ambao ni huru, na mimi naamini uchaguzi ambao unawashirikisha watu wengi kwa ujumla. Sasa moja kwa moja, kabla sijaingia sasa kwenye swali jingine, umesema kwamba unawasihi vijana waweze kuingia katika uchaguzi huu wa huru, lakini pia unajua mheshimiwa, kuna watu wengi sana ambao wanatamani pia wangeshiriki pamoja wakikutazama ukifanya kile kitendo kuhakikisha unamchagua ni upi ambaye ni bora katika nafasi hii. Huyu anasema kwamba anaitwa Modesta Estewari kutoka, anasema Estewali hajasema toka wapi, anasema vijana wa Tanzania, ni wasihi vijana wenzangu tujitokeze. Huyu anasema vijana wajitokeze kwenda pia. Ndio tunachozungumza. Jana tulikuwa kisiwa cha saa 8 na vijana tulikuwa live hapa Star TV na Channel 10. Na ilikuwa ni fursa vijana wenyewe kuongea. Wazungumze kwamba hakuna utamu wa kutumia ujana wako na kuweka kumbukumbu zile ambazo utazikumbuka baadaye, kama vile siku ya kwanza ulioenda kupiga kura, kama vile siku ambayo wale wanaoandika kwenye mitandao watu wasipige kura, watu wakaondoka wakaenda kupiga kura, watu wakarudi katika familia zao, watu wakachoma wakapika ugali wakala, wale wanaochoma kuku wakachoma, wale ambao watakaa wazungumzie wakiwa wanasubiri matokeo, kwa sababu amani hii haina bei. Amani hii ni kubwa. Usalama, mimi nimeshiriki sana katika shughuli za matibabu ya dharura. Labda kijana amepata shida ya bodaboda au ameumia, usalama wa mtu, usalama wako wewe, sio wako peke yako, wote ambao wanakutazama, wanaokuamini, wanaokutegemea kwa mali na hali, wanataka uwe salama. Na wewe amani yako unaoilinda, unailindia familia, unailindia nchi. Na ndio maana tukasema twendeni tukapige kura kifua wazi, asitokee mtu yeyote kuogopa, kwa sababu nchi hii
imejipambanua kuhusu amani. Watu wote watakuwa salama. Ndio, nchi hii imejipambanua kuhusu swala amani na watu wote watakuwa salama na hata vyombo vya ulinzi na usalama vimejizatiti kweli kweli. Huyu anaitwa Salam kutoka Kahama. Anasema Mungu akutangulie baba na uendelee kufanya vyema. Asante Salam. Nashukuru sana. Huyu anatokea Kahama huyu. Lakini huyu si mwingine anasema kwamba anaitwa Michael Niko Dar es Salaam. Mheshimiwa yuko vizuri. Ni mfurukutaji sana huyu wa maendeleo na taifa letu. Ni msomi makini lakini pia sio msomi binafsi. Asante sana. Ni maoni ya watu tazama. Lakini moja kwa moja sasa tuelekee kwenye swali letu. Tume ya Taifa ya Uchaguzi inaendelea na maandalizi. Wewe binafsi unalionaje swala hili? Kazi yao hadi sasa inakuridhisha kwa asilimia ngapi? Ukitaka kujua maandalizi ya tume, na tume hizi zipo, unaweza ukafanya uchaguzi mdogo au uchaguzi mkuu kama huu. Cha kwanza, je, wamehakiki daftari la wapiga kura? Na mimi nitakwambia uzoefu tu wa kijini kwangu ambako nimeenda kuhakiki katika kituo changu pale Pohama. Ndio. Nimekuta jina langu lipo, limebandikwa, na wakati tunahakiki nilienda na wenzangu. Kwa hiyo tume wamehakiki orodha ya wananchi ambao wana haki ya kupiga kura ili watu wote wapate fursa ya kupiga kura. Na wapongeza sana tume. La pili, elimu ambao wanaitoa tume, na sizungumzii kampeni za kisiasa za vyama mbalimbali, nazungumzia elimu ambayo tume wameendelea kuitoa kwa njia mbalimbali. Utayari wa watu kupiga kura, karatasi za mfano za kupigia kura, majina ya wagombea ngazi ya urais yatakuwa ni haya na wagombea wenza, rangi za chama ni hizi, ukifika utiki kwenye boksi usipitilize. Nadhani maandalizi ya tume yako vizuri na inanipa imani kubwa sana kwamba uchaguzi huu utakuwa umeandaliwa kwa kisasa sana. Kwa kisasa sana. Uchaguzi huu utakuwa umeandaliwa kwa kisasa sana. Kumbukumbu hiyo tumeiandika na pia tutatazama uchaguzi utakapoenda. Si mbali sana. Sio mbali sana mheshimiwa. Lakini huyu anasema kwamba hongera sana Nyalandu, hata mimi eneo langu nitakuwa wa kwanza zaidi kudumisha amani na utulivu kama kijana. Amen. Huyu kama kijana ataendelea kutuliza amani endelee kuwepo. Lakini pia tukiachana sasa na hayo yote ambayo watazamaji wanatazama na kukusikiliza kwa makini kwa kile ambacho nakizungumza, bado kuna maswali mengi tunatamani kukujua na kukufahamu wewe ni nani. Mheshimiwa, kwa mtazamo wako ni mambo gani muhimu yanapaswa kufanyika ili uchaguzi huu uweze kuwa wa amani na haki? La kwanza ni ushiriki wa wapiga kura, kwenda kusikiliza mikutano ya wagombea. Kama una madiwani wanagombea pale, fursa yako ya kwenda kuwasikia inakupa fursa yako ya kuamua. Kwa wale wanaogombea ubunge, wananchi wajitokeze kwa wingi kuendelea kwenda kushiriki urais. Mikutano hii ya watu wengi kwanza inaihabarisha dunia kwamba Tanzania kuna uchaguzi, na watu wanaenda kwa maelfu na maelfu wakijitokeza kusikia, kwa sababu leo ni Jumapili na tumeambiwa imani huja kwa kusikia. Ni lazima usikie. Na ndio maana nilisema na sisi hapa Mwanza, moja ya sababu niko Mwanza kwa sababu nataka nikamsikie mgombea wangu Daktari Samia Suluhu Hassan Juma siku ya Jumanne. Itakuwa ni tarehe 28. Na anakuja mapema, lakini sisi tunatoka pale 11 12 tumefika. Tusikie. Na katika kusikia inamjenga mtu kujiandaa kwenda kupiga kura. Jambo la pili, watu au mtu lazima ujiandae hiyo siku ambayo umepewa ya mapumziko, sio ya mapumziko. Hiyo siku ni ya kwenda kupiga kura. Na actually inafikiwa waliosema ni siku ya mapumziko wangeandika tu kwamba hiyo ni siku ya upigaji kura. Kwa sababu kuna wajibu wa kila mwananchi, na huu wajibu utautumia whether sasa hivi au siku zijazo, kwa sababu unaipa Tanzania. Utakapoona, kijana mmoja alisema jana, utakapoona barabara mpya imejengwa ni kura yako. Utakapoona uwanja wa ndege wa Mwanza umeimarishwa ni kura yako. Utakapoona soko la samaki limejengwa na labda Tanzania sasa ina export samaki wengi kutoka Mwanza, bei ya samaki imepanda, wavuvi wamefurahi, ni sehemu ya kura yako, kwa sababu inatoa mwelekeo unaochagua. Unachagua pia ilani, unamchagua kiongozi mwenye uzoefu, aliyebobea, uliyemuona. Sisi leo Jumapili tuliambiwa
Alisema Yesu wa Nazareti, kama huniamini mimi, amini kazi ninazozifanya. Moja ya uamuzi wangu mimi, nachagua pia kazi. Na sababu namchagua mimi Rais Samia, ninamchagua kwa sababu ya kazi. Nasema uchaguzi huu sasa kila mtu ajikite kufikiria hivyo. Kufikiria unachagua uzoefu, unachagua kazi, unachagua ilani, unachagua mwelekeo wa nchi. Kwa hiyo ni muhimu watu waamini kwamba wanaenda kupiga kura, wajitokeze, na wakimaliza kupiga kura, kwa sababu haya maneno, kwa sababu haya huwa hatuyaongee, watu wanapigaga kura tu wanarudi nyumbani. Maliza kupiga kura, rudi nyumbani, tuwafundishe walimwengu, watu wasioitakia nchi yetu mema, wawe ndani au nje. Tuwafundishe kwamba Tanzania hii ndio kisiwa pekee cha amani. Watanzania wote, na sio tu vijana, Watanzania wote wana wajibu wa moja kwa moja kuilinda hiyo amani, na kuwaonyesha wale ambao walikuwa na mashaka juu ya umoja wetu, juu ya amani yetu, juu ya mshikamano wetu, bila kujali tofauti zetu za rangi, za dini, za jinsia, kwamba Tanzania, umoja wa Tanzania ndio nguzo kubwa ya nchi yetu, ndio ushindi mkubwa wa nchi yetu, na ni lazima tufanye hivyo kwa pamoja. Wakati huu kuna sauti nyingi. Sisi tumeambiwa, kijana unapotembea unasikia sauti nyingi sana zenye tamaa mbaya, lakini ushindi unaupata pale unapokuwa umepita na umeamka kidedea. Hizo sauti tunasikia, lakini Tanzania itasimama tarehe 29. Tupige kura, turudi kwa amani. Wale wanaohesabu watuhesabiwe, watupe matokeo. Nchi hii tuendelee kuipeleka katika utukufu mmoja kwenda utukufu mwingine. Sawa. Huyu anasema kwamba anaitwa Teresia Damiani wa Kinazi, Kigoma. Anampongeza sana mheshimiwa kwa kazi nzuri ambayo unaifanya. Nakupongeza sana huyu. Lakini mtu mwingine anasema kwamba anasema mimi Mama Rusi Henry anasema na waasa vijana kulinda amani na kuweka utulivu wa nchi. Wajitokeze bwana. Amemalizia. Waende. Na ukamalizia waende. Huyu anasema kwamba amani ndio uhuru wa taifa letu. Hamadi kutoka Manyoni huyu. Huyu mwingine anasema kwamba anaitwa mjukuu wa Hema, niko Pohama Singida. Anasema Mheshimiwa Nyalandu, mtu wa watu wa kizazi kipya. Pohama pale kwangu, jirani yangu na namjua. Huyu namjua. Huyu ni jirani yako huyu. Jirani yangu pale Pohama. Na hapo ndipo tutaona namna gani kiongozi ndio wa kioo cha kudumisha amani. Lakini huyu si mwingine anasema kwamba anaitwa Yakobo Gayo. Kwanza nampongeza kiongozi hapo, anajua kueleza kitu vizuri sana kuhusiana na mada iliyopo hewani. Asante. Anasema kwamba kwa majina anaitwa Shabani, natokea mkoa wa Songwe. Anasema kwamba nawashauri watu wajitokeze, lakini pia waendelee kudumisha amani. Huyu anasema kwamba anaitwa Uncle Ben kutoka Mwanza. Mimi napenda nimpongeze Mheshimiwa Nyalandu kwa kazi yake anayoifanya. Mungu akubariki Mheshimiwa. Mwambie amen. Na salamu zimeshafika na tayari amezipokea. Huyu anasema kwamba anaitwa Betha Malambugi kutoka Tabata. Ninawasihi vijana wenzangu tujitokeze kupiga kura. Watu wengi sana naona wanashawishika na siku hiyo itakuwa ni na ukimsikia Betha kwa mfano, Betha anaongea kwa niaba ya vijana wenzake pale Tabata. Lakini Betha anazungumza na vijana walio Mbulu, vijana walio katika maeneo mbalimbali ya nchi hii, kuambia wajitokeze, wapige kura, wanyanyue bendera ya nchi yetu. Tuiambie Tanzania, Mungu wako anamiliki. Umoja wetu umeasisiwa na Mungu mwenyewe, na tuna wajibu wa kuitunza hii nyumba bila kuiwasha moto. Amen. Lakini pia nilikutazama na kukufuatilia kwa ufupi. Una jopo kubwa sana la vijana. Ni wapi hao? Tumekuwa kwa mfano mwaka huu mzima na mwaka jana tunatenga muda, kwa sababu tuna kazi zetu pia za maisha, wa kujitolea. Tumekuwa tukienda baadhi ya mikoa tukiwauliza vijana, utaifanyia nini nchi yako? Ni swali. Na majibu ambayo tumekutana nayo, naweza tu nikakwambia, utayari wa vijana wa Tanzania kufanya jambo, kugundua jambo, kuthubutu ni mkubwa kuliko ambavyo watu walikuwa wanajua. Zamani ulikuwa nasema, Wakenya wanasema sisi vijana wetu wako imara. Nikwambie kitu, vijana wa Tanzania kwa nilivyowaona, utayari wao wana ability, wana uwezo wa kugundua. Mtu mmoja alisema
kitu ambacho tutamfundisha mwanadamu kikubwa kuliko yote ni kumfanya ajitambue, kwa sababu ndani ya mwanadamu, ndani ya moyo wako umepewa kila kitu unachoweza kukifanya hapa duniani. Kwa hiyo ukisaidiwa kujitambua, na hawa vijana wa Tanzania wameendelea kusaidiwa kujitambua chini ya uongozi wa Daktari Samia, tunaona kabisa fursa na utayari ambao mifumo, sera na mama yeye mwenyewe moja kwa moja kuwaingia vijana na kusema vijana ndio mpango mzima wa taifa hili. Na mimi naona vijana wawe na shauku na hamu ya kumpa mama maua yake. Mama, wanawake wangapi katika Afrika walisimama katika historia? Si Afrika, dunia tu. Wanawake wangapi katika hii dunia walisimama katika historia wakaziheshimisha nchi yake? Mmoja wapo alikuwa na miaka 19. Alikuwa anaitwa Elizabeth, akateuliwa kwa malkia wa Uingereza, Elizabeth wa pili. Amekaa miaka mingi mpaka amefariki akiwa na miaka zaidi ya 99. Alisimama akasema wakati wa vile vita na Waspaniola, akasema mimi ni kali mtoto mdogo na ni mwanamke, nasimama naenda pamoja na askari wangu katika vita. Mama ameenda na Watanzania katika vita. Tumekuwa na corona, mama amesimama na Watanzania. Tumekuwa na shida sana ya mama, afya ya uzazi wa mpango, hii hali ya mama na mtoto, afya yake, mama amesimama nao. Tumekuwa na watoto wengi ambao walikuwa wameanza kusomeshwa bure wakawa na mashaka alipoingia. Mama amesimama na wa shule ya msingi, amesimama na mtoto wako wa sekondari, amesimama na wale wanaopata mikopo chuo. Lakini niseme kitu kinachonigusa, moyo wake uko pamoja sana na Watanzania na mapenzi ya dhati. Na kitu kama hicho ni wakati mwingine ni watu wengine tu kama sisi tusimame tulizungumze. Amen. Tulizungumze kwa upendo, kwa sababu kama Mungu amekupa jambo, amekupa zawadi, zawadi hiyo itunze, uiheshimu na uifanyie jambo. Na sisi tunaimbaga Jumapili, zawadi gani mimi nitamtolea Mungu? Nchi yako hii ni zawadi ambayo Mungu ametupa. Kuiendeleza tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba nchi hii iwe salama, kwa sababu ya matendo yetu na kwa sababu ya yale ambayo tunayafanya na yale ambayo tunaacha kuyafanya. Ndio. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba mwendelezo huu ni mzuri. Wa Tanzania tuwe kifua wazi. Tutembee kifua wazi. Tumepata urithi mzuri, tuulinde. Tutaendelea kusemezana tofauti zetu, yale ambayo lazima turekebishane, tutaendelea kuzungumza, lakini urithi wa amani yetu, urithi wa umoja wetu, urithi wa kwenda mbele kama taifa shupavu miongoni mwa mataifa ya Afrika, tusije tukaupoteza. Sawa. Kwa sasa tumekuwa na tusije tukaupoteza. Lakini pia ni kwa kazi yako nzuri mheshimiwa, nilitazama kuna video short clip kupitia mitandao ya kijamii. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akikupongeza, japo ni muda kidogo umepita, akikupongeza kwa kazi na jitihada ambazo unazifanya. Swali langu ni kwamba umejikita sana kwa vijana kudumisha amani na upendo, na bado na jopo kubwa la vijana ambao wanakuzunguka kama baba mrezi. Kwa sasa vijana wa leo wana mchango gani katika kueneza neno la Mungu kupitia mitandao ya kijamii kuhakikisha amani na utulivu inakuwepo? Kwanza niseme tu, kila mtu unayemjua ni mtumishi wa Mungu. Hata wale wasiojifahamu, hata wale ambao hawaendi kanisani wala msikitini, kila mtu ndani yake amepewa uungu, ni mtumishi wa Mungu. Matendo yake yanapaswa kumtukuza Mungu. Na Mungu anasema, utanipendaje mimi ambaye hujaniona, kama jirani yako unayemuona humpendi? Kwa hiyo kigezo namba moja cha utumishi unaosema na cha upendo, kwanza ni kwa jirani yako. Unasimamaje kumpenda jirani yako kama nafsi yako? Alafu katika kumpenda jirani yako unasimama kumnyanyua jirani yako. Na nchi yetu ndio baba na mama wa kila mtu. Na kwa hiyo namna pekee ya kuwa sehemu tu ya haya mapenzi ya Mungu katika Tanzania ndio ni kuitunza amani yetu na kuishika amani yetu. Amen. Na kuitafuta amani. Amen.
Na ndio maana nilisema maandiko haya unaotuambia na leo ni siku yako ya watu wa dini, yanasema itafuteni sana amani. Kwa hiyo amani ni kama ni sio tu wewe uliye nayo unaitunza, lakini unaendelea kuitafuta. Na mimi nazungumzia amani kwa mambo mawili. Amani ya moyo wako inaambukiza. Kwa mfano ukikutana na mtu ambaye ni peace, wanasema huyu mtu ni peace, ni mtu tu wa amani. Hata ukikaa naye tu ukazungumza kidogo, kanywa chai, unaondoka na furaha. Unaweza kukaa na mtu amezungumza na wewe dakika 10, umeondoka kichwa kinauma. Huyu mtu amekupa negative vibe, hajakupa amani. Lakini tunaweza tukashika hiyo amani na ikaendelea kukaa mioyoni mwetu. La pili ni collective responsibility yetu, amani yetu kama nchi, na tufanye kila kinachowezekana kuhakikisha kwamba tunaienzi amani ya Tanzania, tunaidumisha, tunaishika na tunaiheshimu. Sawa. Tunaienzi amani ya Tanzania na pamoja, lakini pia tunaidumisha. Je, ungependa pia uendelee kusikia maoni ya watu? Maoni ya watu. Maoni ya watu. Na usisahau nina vijana wako pale nje wanataka kutumbuiza wimbo wao wa vijana baadaye. Mwape. Sawa. Tunapoendelea na muda wetu unapozidi kusonga mbele kuelekea tutakuwa na mapumziko kidogo hapo mbele, na baada hapo tutaenda break, alafu tutarudi tena na imani tutasikia sauti zao, nafasi ikiwepo. Nafasi ikiwepo. Nafasi ikiwepo tutasikia sauti zao nzuri kabisa wakiendelea kudumisha amani. Huyu si mwingine anasema kwamba hongera sana kwa elimu mzee kuhusu amani. Anaitwa Jeremia kutoka Dodoma. Na huyu si mwingine anasema anaitwa Teresia Damiani Kinazi Kigoma, anampongeza Mheshimiwa Lazaro maana anafanya kazi nzuri sana. Lakini wanasema kwamba amani ndio uhuru wa taifa, amani ndio uhuru wa taifa letu. Hamadi kutoka huyo tayari. Na huyu si mwingine anasema kwamba anaitwa Gladness kutoka Kilimanjaro. Ana ujumbe wake mzuri kabisa, anasema kwamba Mungu akutangulie baba, tuko pamoja na wewe, endelea kutembea na neno, usimpunguzie mwendo. Nisipokuambia amen itakuwa sijakosea. Mwambie namshukuru sana. Usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Which means hii nchi isipunguziwe mwendo, isonge. So Gladness, asante sana. Unasema kwamba naitwa Richard, maoni yangu uchaguzi uwe wa amani sana na utulivu, na tukiendelea kudumisha kazi ya Bwana kupitia pia na nafasi ambayo tumeweza kupatiwa kama mtazamaji unavyotazama pale, nafasi ya kijana katika kulinda amani. Nafasi ya kijana katika kulinda amani ni ipi? Kabla tujaenda mapumziko, ningependa pia tumalizie baadhi ya maswali na mengine tutakuja tuyatazame kwa wakati mwingine. Swali langu linasema kwamba umejikita sana kwenye masuala ya siasa, masuala ya amani, lakini pia je, kuna viashiria vyovyote ambavyo vinavyoathiri utulivu wa kisiasa mwaka huu? Kuna viashiria vyovyote ambavyo umevitazama? Sio mimi tu, Watanzania wote wameona kuna viashiria vya moja kwa moja. Moja vile vinavyotoka kwenye mitandao yetu ya kijamii, watu ambao mmoja labda anaweza kawa na account kadhaa akaandika maneno ya sio sawa, maneno ya kukwaza kwa watu wengine, lakini vinginevyo viashiria vya moja kwa moja tunavyoviona kwa watu ambao wangependa uchaguzi usifanikiwe, wangependa amani siwepo. Kwa ushauri wangu tu ni mmoja, nchi hii inaongozwa na katiba. Ndio. Wakati mwingine tunaweza tukawa na jambo tunataka tulirekebishe. Ndio. Lakini ni lazima kwanza kilichoko mbele yetu. Alisema Gladness, usinipunguzie mwendo. Tanzania hii isipunguziwe mwendo wa kuiheshimu na kuilinda katiba yake yenyewe. Hata kama tunataka unarekebisho fulani halijafanyika, usiipunguzie Tanzania mwendo. Lazima tuendelee mbele. La pili, ambalo ni jambo muhimu sana 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 sana, wale ambao labda wana dukuduku zao kwa tofauti tu za kimawazo tulizonazo wanadamu na hatufanani, tofauti za mawazo zinaruhusiwa. Ndio maana mjadala huo unajenga, unaboresha mambo katika nchi. Na ndio maana moja ya sehemu ya kushiriki, twendeni tukapige kura, kwa sababu kitabu kilisema kura humaliza ugomvi. Na kwa hiyo niseme tu kwamba watu wengi kwa mamilioni wamesikia, unasikia viashiria hapa na hapa, unasikia maneno,
tunasema tusiruhusu katika nchi hii, tusiruhusu hata kwa kujaribu. Julius Nyerere, baba wa taifa, alisema sumu haionjwi. Kwa hiyo mimi, tunaweza kujaribu kitu chochote, lakini sio kujaribu kuingiza nchi katika machafuko ukiamini kwamba utairekebisha. Tutaendelea kuirekebisha nchi hapa hapa tulipo. Tutaendelea kuwa humu ndani. Tuhakikishe kwamba ushindi wa Tanzania unarithishwa vizuri tu kwa vizazi na vizazi na vizazi, kwa sababu kama taifa tumepata urithi mzuri. Sawa, tumepata urithi mzuri kama taifa. Tunapoelekea ukingoni, Mheshimiwa Lazaro Samueli Nyalandu, nina maswali machache na kwa dakika chache ambazo zimesalia tulizo nazo, ili kuweza kuruhusu sasa jopo kubwa ambalo umekuja nalo hapa kudumbuiza na kusikia sauti zao nzuri ambazo Mungu ameweza kuwabariki. Nitakuwa na maswali mawili tu, na hayo maswali yatatupeleka mpaka ukingoni kufika mwisho kabisa. Swali langu ni kwamba kwa vijana wapiga kula wapya, una ujumbe gani kwa kuelekea uchaguzi? Jana tulikuwa saa 8 Ireland na vijana wengi, ndio, na walizungumza live kwenye TV moja. Nakumbuka alitokea binti moja akasema anayo shauku ya kwenda kupiga kura, kwa sababu kwanza ndio mara yake ya kwanza kabisa amefika umri wa kwenda kupiga kura. Maana yake ni mpiga kura mpya na ni wa kwanza. Mimi niseme ni kama vile graduation yako ya kwanza. Unaweka kabisa foundation ya Utanzania wako, unathibitisha uzalendo wako kwa nchi yako. Kwa hiyo kuondoka mpiga kura wa kwanza kwenda kupiga kura ni jambo ambalo lazima uliweke kwenye kalenda, uliweke kwenye historia, uliweke kwenye bio yako utakayoiandika utakavyojisikia. Nenda kapige kura. Na uwe wala usiogope, nenda kapige kura, piga kifua chako, halafu furahia amani hiyo hata kwenda kupiga kura, furahia matunda ya kura ambayo unaenda kuipigia, subiri matokeo yako, kuwa sehemu ya uongozi unaoendelea miaka 5, jifunze na watakusikiliza kwa sababu wewe ni mpiga kura wao. Na utaendelea kuwa pamoja na ushiriki wa nchi hii, na wale ambao wanapiga kura kwa mara ya pili, ya tatu au wazoefu. Hakuna kitu kizuri kama kuendeleza mila na desturi za nchi tuipendayo. Piga kura yako. Naam, asante sana. Kule mtazamaji ambaye unatutazama kwa sasa katika kipindi chako bora kabisa, kipindi chako pendwa, kipindi cha Amka Tumsifu Mungu kupitia mada nafasi ya kijana katika kulinda amani. Na watazamaji mmekuwa mkitutazama na kutuma maswali yenu ya moja kwa moja, na pia tumeweza kusoma baadhi ya maswali tunapoelekea ukingoni na mwisho kabisa, ambapo nipo na mheshimiwa huyu, si mwingine ni Lazaro Samueli Nyalandu, ambaye pia amewahi kuhudumu kama mbunge, lakini pia na naibu waziri na waziri pia. Swali langu ni moja tu, baada ya uchaguzi huu wa Tanzania wa kutegemea kwa lipi? Tunaweza kukuona tena ukihudumu kiserikali au kwenye siasa za juu? Mimi nataka nikwambie kitu. Swali kubwa siku ya leo wala sio hilo. Ndio. Swali kubwa ni nini ambacho sisi kwa ujumla wetu wa Tanzania tutaifanyia nchi yetu. Alisema JFK. Swali kubwa naloliona wala sio wewe hapo au ndugu yangu pale aliyekuja na mimi kwamba ananufaika. Tutanufaika na hii amani, tutanufaika na haya maendeleo, tutanufaika na sehemu ya ushiriki katika kuendeleza nchi yetu, lakini sisi kwa ujumla wetu kama Watanzania, swali kubwa ambalo ningeomba kila mtu alichukue ni nini tutaifanyia nchi yetu. Na kwa sasa hivi kikubwa, twendeni tushiriki kuchagua viongozi wetu. Twendeni tuwaibishe mataifa na maadui wa ndani na nje ambayo wanaiangalia nchi yetu kwa jicho la husda. Wale wanaotazama kwa husda, tushikane mikono kama Watanzania. Akina mama wasimame, vijana wasimame, wazee wasimame, wale wanaenda kupiga kura mara ya kwanza wasimame. Tutakaposimama kama taifa tukapiga kura zetu, tukadumisha amani yetu, hao hawatajaribu tena. Amen. Nchi yetu hii itakuwa imeshinda. Hilo ndio nalo litarajia kubwa. Na asante sana mheshimiwa Lazaro
Samueli Nyalandu kwa nafasi ambayo umeweza kutupatia nafasi azimu kabisa na nafasi ya pekee. Imekuwa ni Jumapili bora na ya pekee kwa kila Mtanzania na kwa kila mmoja ambaye siku ya leo imekuwa mara kwanza kututazama kupitia kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu. Na kushukuru pia kwa yule mtazamaji ambaye umekuwa moja kwa moja ukitufuatilia kwa kutazama kipindi hiki tangu tulipoanza na kufikia tunapoelekea ukingoni sasa kuhitimisha na kutuma jumbe zako. Muda ni mchache na tungetamani tusome zote, lakini tunakupa kongole na uendelee kuwa nasi. Asante sana mheshimiwa. Tunakukaribisha tena. Hapa ni nyumbani pia, wala usisite kuja. Nashukuru sana. Na sasa tutaenda mapumziko kidogo alafu kisha tutarejea. Endelea kuwa nasi na usiondoke. Salia hapo hapo. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV blesses you. Jumapili asubuhi, njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku.
mtazamaji, tumerudi kwa muonekano tofauti kabisa kama namna ulivyokuwa ukitutazama mara ya kwanza, lakini hao unawatazama nyuma yangu wakiwa ni vijana kama mimi hapa, wakiwa na bashasha kele na moyo wao ukiwa una furaha bujubuju. Kwa sasa ni kiongozi huyu hapa na hawa vijana wanajiita vijana Tanzania, ndio jopo kubwa hili ambalo wanatembea nalo. Kwa sasa wacha tusikie sauti zao nzuri za nasibu ambazo Mungu amewabariki. Karibuni sana. Vijana kama kijana, weka alama yako kwa nchi ya Tanzania leo na kesho, ukumbukwe hata vizazi vijavyo. Nguvu tunazo, uwezo, maarifa, ujuzi, asili yetu. Kijana kama kijana, weka alama yako kwa nchi ya Tanzania leo na kesho, ukumbukwe hata vizazi vijavyo. Nguvu tunazo, uwezo, maarifa, ujuzi, asili yetu. Kijana kama kijana, weka alama yako kwa nchi ya Tanzania leo na kesho, ukumbukwe hata vizazi vijavyo. Nguvu tunazo, uwezo, maarifa, ujuzi, asili yetu. Kijana kama kijana, weka alama yako kwa nchi ya Tanzania leo na kesho, ukumbukwe hata vizazi vijavyo. Nguvu tunazo, uwezo, maarifa, ujuzi, asili yetu. Tuijenge Tanzania yetu ya sasa na baadaye, tuzilinde mali za asili za nchi ya Tanzania. Tuijenge Tanzania yetu ya sasa na baadaye, tuzilinde mali za asili za nchi ya Tanzania. Samia Love. Samia Love, asanteni sana. Nimependa hiyo ya Samia Love. Mmeweza mkajipigia makofi. Tukasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ushindi tunao tayari. Na hawa ni vijana, wanajiita vijana na Tanzania bila kukosea mheshimiwa. Wana sauti nzuri sana. Wewe ndiye mwalimu ama kuna mwalimu? Sijajaliwa kuimba, wanaimba wenyewe. Wanaimba wenyewe. Basi kupitia mitandao ya kijamii unaweza kuwapata kwa kuandika vijana na Tanzania. Ningetamani kusikia sauti zao hata mmoja, lakini kutokana na muda basi umetubana kweli kweli, na hapo ndipo tunafikia ukingoni katika mada kabambe kabisa ambayo tulikuwa nayo, nafasi ya kijana katika kulinda amani. Ulikuwa nami Andrea Musimasanja, lakini kabla sijafunga tulianza kwa ombi, lakini kabla hujaomba pia una jambo lolote la mwisho wa kuweza kuhitimisha kuwasili? Mimi kama mfuasi mkubwa sana wa Daktari Samia Suluhu Hassan, kama mfuasi mkubwa sana wa kwake mpenzi, moja, nataka nitoe national endorsement kwa ufupi sana, na muunga mkono Mama Samia, na waomba vijana wa Kitanzania, wa Tanzania wote, twendeni tukapige kura, wala usiogope ukampigie kura ya ndio Daktari Samia Suluhu Hassan. Na wale ambao wako Mwanza, tumeomba watu wote watoke siku ya Jumanne. Mama atakuja asubuhi sana 12, tuko CCM Kirumba kumsikiliza, lakini tufunge huu uchaguzi kwa amani. Na jambo la mwisho, ndio sisi sote tuishike Tanzania katika vifua vyetu, tupige kura zetu, tulinde amani yetu, tuijenge Tanzania yetu. Tuijenge Tanzania na tupige kura, lakini pia tulinde amani. Na mimi pia nitaendelea kuilinda amani na kuidumisha kutokana na mada tulionayo mezani. Na mtazamaji, na hapo ndipo tumefikia ukingoni katika kipindi chetu, lakini pia ningetamani kumuuliza swali, kijana anaweza kujiunga huku? Tutauliza vijana anaweza kujiunga, ndio. Huu mtandao ni mkubwa wa nchi nzima. Naam, asante sana mtazamaji ambaye ulikuwa nasi ukitutazama tangu tulipoanza hadi kufika sasa katika kipindi hiki. Ulikuwa nami mtangazaji wako Andrea Amos Masanja. Nikupe kongole kwa yule ambaye ulitenga muda wako na kutazama kwa makini sana kupitia Afrika Mashariki. Easter TV ni kituo chako bora cha kurusha matangazo. Na kushukuru kwa yule ambaye umetuma jumbe zako, lakini pia na kushukuru kwa yule ambaye umemshirikisha jirani kuweza kubarikiwa Jumapili hii ya leo. Bila kusahau crew nzima ambayo imehakikisha matangazo haya yanaruka hewani. Niwatakie kongole na Mungu aweze kubariki. Lakini kabla sijamaliza, mimi mwenyewe tu wamenikosha sauti zao. Sijui kwako mtazamaji, japo hujazungumza, ngoja tuwasikie na watakuwa naimba, na ndipo tutakuwa